Juma, njaa inaniuma. Na mfukoni umekauka kabisa kama jangwa la Sahara. Hapa hatuna budi kutumia akili. Akili gani tena Musa? Usije ukaniingiza kwenye matatizo. Kumbuka mara ya mwisho ulivyosema una mbinu, tukajikuta tunaosha vyombo harusi nzima. Hapana bana. Hii ilikuwa bahati mbaya. Hii ya leo ni dabu la uhakika. Unamwona yule mhudumu mpya Mudi. Anaonekana ni mtu anakuamini mambo ya kishirikina. Sasa hiyo inatusaidia nini hiyo na matumbo yetu? Tutaigiza, mimi nitajifanya nina nguvu za giza. Wewe ni msaidizi wangu. Utamwambia chakula chake kina nuksi. Lazima tukile sisi ili tukisafishe bila kulipa. Musa, naogopa. Hilo ni kosa la jinai na pia naogopa hata neno nguvu za giza. Sasa unaogopa nini? Pilau la bure au hofu yako? Nyamaza na anakuja. Habari za mchana mabosi. Karibuni, mnaagiza nini leo? Binti, sogea hatua nyingine. Kuna nini bosi? Au kuna mdudu kwenye sakafu? Hiki chakula ulichotuletea kina giza totolo, naona nuksi ya ajabu inakifuata kabisa, na umetuletea hapa hii tuweze kula sisi. Ni kweli mhudumu. Kaka Musa akisema hivyo, amini mimi nasikia baridi ghafla. Haiwezekani kabisa, nakwambia chakula kimejaa giza totolo. Hii ni kweli. Hebu naomba sasa umpe nafasi umsikilize yeye kwambie kipi anachokiona. Naona kabisa na macho ya kiroho. Nuksi kwenye pilau la shida? Kivipi? Na kiaji inatokeaje? Au utaki tufilimba hii pilau? Pilau langu lina nuksi. Sitaki matatizo mimi. Mudi, chukua chakula chako. Achu! Kuru! Umeona hata hewa imebadilika kijana. Ili kuokoa mgahawa huu na balaa, lazima chakula hiki tukisafishwe, na sisi pekee tunaweza kukistahimili. Maana usipofanya hivyo, naona kabisa mgahawa wako unaenda kufa. Na bosi atakufukuza kazi muda sio mrefu. Tafadhali Meshaki, fanyeni hima. Kisafisheni haraka. Sitaki bosi anifute kazi kwa kuleta nuksi kwenye biashara yake. Fanyeni hima tafadhali. Kisafisheni. Usiogope kijana, tunakula. Na tunaondoa hii nuksi kwa niaba yako. Leta na maji ya baridi. Kubariki koo kwanza hapa. Maana hapa nahisi kama vile nimeshanigwa hapa. Nuksi hii ina ladha nzuri sana. Naonekana mpishi wake sio mbaya. Ana hatari. Kichwa inaniuma kabisa. Vipi Juma, nuksi imeshaisha au bado ipo? Na hapa hivi nahisi kunya hapa hivi, yani sielewi kabisa hapa. Usihofu. Imeisha kabisa, mgahawa wenu uko salama sasa. Tunaweza kwenda. Asanteni. Asanteni sana kwa huduma yenu hiyo maalum ya kusafisha nuksi. Gharama yake ni 50,000. Mnalipaje? Naletea lipa namba au mnatoa keshi hapa?
Nini? Unasema nini? Yaani tumesafisha nuksi kabisa kwenye mgao wenu afu tena bado mnatuchaji hela kweli? Winyi mna akili timamu au tuwarudishie mkosi wenu? Bosi wangu amesema kutokea sasa, tangu sasa huduma yote ya kiroho inayofanyika mgawani inalipiwa, hasa ikiwa inahusisha kula chakula cha wateja. Naona nuksi imeisha kutoka kwenye chakula cha sasa, kwenye bili yenu. Karibuni kulipa. Nuksi imeshaisha na sasa hivi imehamia kwenye bili yenu. Karibuni kwa kulipa. Hiyo hatuna mchezo kabisa. Yaani hapa mtaosha hiyo miko mpaka mchoki. Mtasugua masufuria yenye masisi huko mpaka mchanganyikiwe. Najikuta nyinyi ni wapumbavu, eti ni waganga, eti mnaona chakula kina nuksi. Yaani mgao msafi kama huu unakuja unaanza kusema eti mgao una nuksi. Nuksi ya baba yenu. Shenzi kabisa. Hamna namna tu. Kuosha vyombo tu. Yaani hali wote mnasababisha wewe. Najikuta unajua uchawi, kumbe uchawi wenyewe hata hujui chochote. Wewe ni mpumbavu kama wapumbavu wengine tu. Kipindi kile kwenye harusi ukanaoshesha vyombo. Na sasa hivi tena hapa hivi naosha vyombo. Nani nadharirika tu mimi. Nazeeka vibaya mimi. Yaani Juma wewe ningejua yani basi tu. Yaani nitakuja nikufilimba hata kuni ya jichoni mimi.